Halo? Naomba unisikilize kiumakini. Halo? Kuanzia muda huu, usiku huu, nitakuwa mgeni wako. Wewe nani? Halo? 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 Nani? We nani? Nani kwani? Mpaka sasa hivi kazi yako imekwisha, na labda tu nikuhakikishie kwa hii dawa iliyofanya hakuna kiumbe chochote kitachokusumbua. Unatakiwa uwe na imani. Kikweli mzee wangu, mimi mpaka nakuja kwako nimeshaeka imani, na nashukuru kwa hili kwamba hakuna kitu chochote au kitu chochote kitanisumbua. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na lete Kaifa. Bwana wewe umgua kwako.
Nimekuja kupata taarifa. Ndugu yako kanipata, na ujio wake lengo ni kuangamiza wewe. Na mimi ni ndugu yangu, tumefanya mengi, tumesaidiana mengi. Sasa basi, sitaki wewe kuangamiza wewe. Nimempa dawa za uongo. Sasa unatakiwa upande dau. Lengo zile dawa zisifanye kazi, ni kusaidia wewe. Ustazi. Naam. Wewe unataka shilingi ngapi? Kidawa. 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 Mke wangu. Mke wangu. Tulia. Kwani kuna shida gani? Punguza pressure. Kimekukuta nini? Sisa. Mume wake Kidawa naona kuna jambo anatutafuta. Kwa sababu hapo nje nimetoka kuongea na yule mganga wetu. Na wakati ninazungumza naye amenipa habari za huyo shemeji yangu. Anasema ameenda kuchukua dawa kwa ajili ya kututengeneza sisi. Sasa huu moto anaotaka kuingia huu, inamwachia Mungu, lakini yule bwana ni muungwana. Kama unavyojua sisi tunamtumia katika kila nyanja zetu. Yule bwana amempa dawa ambazo sio sahihi kwa mujibu wa mazungumzo yake. Kwa hiyo basi akaamua kuja kuniambia mimi, na mimi nikae usawa, tuone tunapanda vipi dau, tufanye jambo zaidi ya lile. Nikwambia kitu kakaangu, naona Kidawa anatuchezea, hatujui sisi vizuri. Yaani kitu tulichomfanyia mwanzo amekisahau. Sasa hivi tumfanyie kitu zaidi ya kile ili achanganyikiwe zaidi. Sasa sister, ni jambo la hatari, sikuumize kichwa. Niachie mimi. Sawa. Mimi nitajua namna ya kulifanya. Yesi anaujua huu, si tunaujua huu. Sawa. Utakia usiku mwema. Na wewe pia.
Mke wangu, kwani kimekukuta nini? Mume wangu, mwenyewe sielewi kabisa. Kwanza hapa nimeota mandoto ya ajabu. Nastuka, simu inaita. Napokea, mara tu simu imekata. Nasikia mlango unagonga. Naenda kuangalia, nakutana na mtu wa ajabu. Yaani simuelewi kabisa, sijui katokea wapi. Hata mimi mwenyewe nilipotoka huko ni mauzauza kwa mke wangu. Yaani hakuna siku imeharibika kama siku ya leo. Siku yangu imekuwa mbaya sana. Nimekutana na mauzauza, nimekutana na maruweruwe tu. Kaja tu. Ulitarajia ugeni? Kama sijui. Relax. Wewe unafahamu kuwa taarifa zako ninazo. Oya, sikia. Mchezo unaocheza mimi yote naijua. Yote naijua. Hiyo michezo unaocheza na huyo mbwa mwenzio uko ndani, yote naijua. Sasa wewe umeanzisha. Sasa nakuhakikishia mimi nitaimaliza. Na nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni bingwa wa hii michezo. Wewe mimi nikwambie mara ngapi? Au nizungumze na kiungo gani ili unielewe? Nishakwambia mimi na kesi za familia yenu sitaki kuhusishwa hata kidogo. Sitaki kuhusishwa. Mbona kila siku nakwambia lakini hutaki kunielewa? Mume wangu, mimi mwenyewe napenda amani, lakini ndugu zangu wanaifosi vita. Mimi nitafanyaje? Sasa nikwambie kitu. Haya mambo yenu ya urithi sitaki kuhusishwa hata kidogo. Cha msingi wewe na ndugu zako mnatakiwa mkae chini muelewane. Mimi sitaki kuhusishwa kabisa. Sasa kaeni muelewane, sitaki kuhusishwa. Mimi nachoka jamani. Iwe mwanzo na mwisho leo. Mimi nachoka kesi zenu. Mnaniumiza kichwa. Niwaze kutafuta hela, niwaze tena kusuluhisha kesi zenu za familia. Nimesema hivi, I don't want to solve your questions. Tusiuze utu kwa mali ya dunia, tusivunje familia kwa tamaa. Upendo ndio urithi wa kweli, ustawacha majivu pekee. Leo tusamehe kabla ya kuchelewa, tushike mikono badala ya mawe, maana
kinachobaki ni jina na matendo.